kuna watu wanataka kutumia kila kitu kwa njia ya siasa. Wakisikia watu wamekufa kwa mafuriko ni siasa. Wakisikia mjumbe ameanguka na ndege ni siasa. Ukisikia mama amegonga na pikipiki ni siasa. Na hatoi maoni tofauti ya kusaidia wananchi. Yeye ni kusema tu ya kwamba kwa nini watu wanahamishwa. Sasa kama watu wanahamishwa ili wasikufe, ili maisha yao itunzwe, sasa wewe unalaumu nani? Nimeona Mheshimiwa Amos Mwago amesema jambo la maana. Amesema watu yangu wamekufa, lakini kiongozi yake amefurahia watu wake kukufa. Inafaa wakuna mkutano wazungumuse. Kwa nini tunaruhusu watu yetu wanakaa kwa sehemu kwa hatari? Mheshimiwa Spika, wewe tembea ndani ya hii miji ya Nairobi, utakuja kuona ya kwamba watu wanakaa juu ya mto, watu wanakaa juu ya barabara, watu wanajenga vioski juu ya sijui wapi. Tukubaliane kama wananchi, tunataka kuishi kwa njia ya kisasa ama tuishi vile tulikuwa tunaishi bila sheria na bila njia yoyote. Tukubaliane. Lakini mtu ya kutumia siasa kwa maafa ya wananchi, hiyo awache. Na tunataka kutuma Mheshimiwa Muswago kwake. Tafadhali ongea na hiyo mtu. Maafa hawezi kuwa njia ya kujinufaisha kisiasa. Tafadhali, hatuwezi poteza Wakenya 50 na kitu. Na wewe bado unapiga kifua unasema, kwa nini watu wamehamishwa kwa mto? Sasa inamaanisha unataka watu waendelee kukufa. Unataka watu waendelee kukufa hapa Kenya. Mheshimiwa Spika, kwa kumalizia, mimi nataka kusema hivi. Miji ya Nairobi ni miji ya kila mtu. Hawezi kuwa miji ya watu fulani. Mji. Sio miji, ni mji. Mji. Mheshimiwa, jiji ya Nairobi ni jiji la kabila yote ya Wakenya na Wakenya wote kwa ujumla. Hata mimi maoni yangu, tulifanya makosa wakati tulikuwa tunatengeneza katiba mpya ya 2010 kuweka Nairobi kama county. Tungeweka Nairobi kama special zone metropolitan ambayo iko chini ya serikali kuu, ili Wakenya wote wapate manufaa ya serikali kuu, ili wapate njia kwenda kwao nyumbani jioni. Sasa imekuwa kama kijiji ya Kashagwa. Mtu anakufa, yeye anapiga kelele. Mtu akikufa, yeye anapiga kelele. Na anataka watu waendelee kukufa. Mimi naona, kwa kumalizia, Mheshimiwa Spika, hii jambo la Nairobi lazima bunge ijadiliane. Tukae na kikao rasmi tujadiliane mambo ya Nairobi, kwa sababu Nairobi hawezi. Na nataka kushukuru rais kwa kutengeneza ile inaitwa jobokasi ya kulete county pamoja na serikali kuu. Hiyo ni maono nzuri sana, kwa sababu yeye ameona miji hii ni miji kubwa ya nchi yetu na lazima iendelee mbele. Bwana Amos, mtu yako kama anataka kujenga kiosk, ajenge huko Munyoro. Hapa Nairobi awaachie wananchi waishi kwa uhuru kwa njia ambayo inawezekana. Asanteni sana.